Saif, Mungu alinifundisha kitu cha ajabu sana. Uwepo wa mgeni madhabahuni ni uwepo wa neema ya mgeni madhabahuni. Bwana, kuna siku nilikuwa naongea na wenye viti nikasema hata kama tunajua kuhubiri kila siku, kuna saa mwite mchungaji aje. Akija huwa anaacha neema fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakataa, tutakubali. Hapa ndani tuna watu wana neema za kidenya, kuna watu wana neema za doni, kuna watu wana neema za mama. Bwana asifiwe sana. Anapotokea wanaacha neema fulani kwenye ile neema. Sasa tunamshukuru Mungu kwa nafasi na neema ambayo wameendelea kutupenda, wameendelea kuja katikati yetu na kutusalimia mara kwa mara. Lakini pia tunao viongozi wetu wakiongozwa na rais na kazi zote ambazo ziko hapa. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wao. Mimi unayeniona mbele yako ninaitwa Peter Kiamba, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 pale Saif. Lakini pia ni neema ya Mungu iliyonifanya kuwa mwenyekiti wa chuo kikuu cha Dodoma, mkakati wa Kaspeta Tayomi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa unifahamu basi ndio mimi. Leo Mungu alinipa maelekezo ya kusimama hapa. Ingewezekana kupata wengi wa kuja kufundisha kwa sababu wapo wengi waliomba nafasi kuja kufundisha hilo. Lakini ilibidi nikuongoze maombi ya kurudi kumwambia Baba, tumetoka Mafinga, tumekuja kukwambia asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Umenielewa nilichosema? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tutakuwa na neno la Mungu ambalo Bwana ametupa nafasi ya kulisikia leo. Baba asante, this is the word of you. Ni saa wewe kusema, mimi nipungue, wewe uongezeke kusema zaidi. Najua kuna vitu vikubwa sana unataka kuvifanya kwa watu hawa, na wewe ni mwaminifu katika kanisa lako, katika maisha yetu. Tuna mambo tunatamani kujua ili tubadilike. Roho Mtakatifu yupo pamoja nasi. Amen. Kama unaandika na unanisikiza kwa makini, andika maisha ya utoaji ndani ya maisha ya wokovu. Maisha ya utoaji, maisha ya utoaji, maisha ya utoaji, maisha ya utoaji ndani ya maisha ya wokovu. Maisha ya utoaji ndani ya maisha ya wokovu. Unapookoka unapewa aina mpya ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya maisha wao tunakwambia maisha ya wokovu. Yaani tunasema salvation life. So kuna vitu vya muhimu sana ambavyo yoyote anayekubali kubali Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hivyo kama niko comfortable na mashine hii, nisaidie kuirekebisha, na some people wanaelewa sauti yangu sawa sawa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho Bwana ametupa leo kujifunza kwenye intimacy ya Udom Wise, na huyu mbele yako ndio mwenyekiti wa hilo kundi unalisema na wewe sasa hivi, inaitwa maisha ya utoaji ndani ya maisha ya wokovu. Tunaufahamu kwamba mtu akiokoka anapewa aina ya maisha, na hayo maisha jina lake yanaitwa maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapopewa maisha ya wokovu, kuna aina ya maisha tena ndani ya maisha ya wokovu unatakiwa kuyaishi. Moja wapo ambayo watu wote tunajua, ukiokoka dhambi achana nayo. Na Biblia inasema kweli, kila itajaye jina la Bwana na aache. Bwana Yesu asifiwe sana. So hakuna namna ya kuokoka na ukang'ang'ania dhambi. Yaani lazima uache. Sasa kuna kitu kinaitwa maisha ya utoaji ndani ya maisha ya wokovu. Unaweza ukawa umeokoka lakini umeacha na dhambi. Kuna aina ya maisha inabidi tukupatie mengine. Sawa sawa. Nilikuwa wakati tunatangaza outreach kwa mara ya kwanza kabisa pale Cowenso, Bwana alinifundisha kufundisha watu maisha ya kumtumikia Mungu. Nikasema kuacha zinaa haitoshi kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiacha zinaa haijatosha bado. Ukiacha zinaa kubali maisha ya kumtumikia Mungu. Na hivyo hivyo ukiacha dhambi kwenye maisha yako ya wokovu, unabidi kubali maisha ya kutoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama utakubali maisha ya kumfuata Kristo na ukakataa maisha ya kutoa, kuna madhara makubwa. Kuna utofauti wa mtu aliyeokoka mtoaji na aliyeokoka asiyetoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna huo utofauti. Sasa kila kitu kiko sawa. Sawa, sio kila kitu kiko sawa. Kuna utofauti kubwa sana wanakasweta waliokoka mtoaji na ambaye ameokoka sio mtoaji. There are difference. Sasa haya majira ya saa 5 asubuhi natamani nikusisitize sana uelewe hivi vitu vikubwa vitatu kwanza kwenye eneo la utoaji. Kwenye eneo la utoaji, kitu cha kwanza unabidi kukielewa, utoaji ni maisha, sio matukio ya muda.
utoaji ni maisha. Kama ambavyo leo unaweza ukaokoka na ukaacha kunywa pombe, that is life. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama umeokoka na unasema naacha hivi, sharti ni hivi, ukiacha ukakubali. Kwa hiyo ukikataa dhambi umekubali utumishi. Ukikataa dhambi umekubali utoaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa moja ya kitu cha muhimu sana ukishaokoka, kama utakuwa na maisha ya utoaji, bado hujamaliza kazi hapo. Kuna kitu kina shida kwenye maisha yako ya wokovu. Sasa unaposoma moja mahali ambapo nataka nikwambie, maisha ya utoaji sio swala la wewe kuwa na matukio. Ni sio swala la kujisikia, ni maisha. Yaani ushangai kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ushtuki kwa natoa. So ni swala la kujipanga, nifanye kitu fulani ndio lazima. Sio swala la kujipanga, it is life. Hujajipanga kuhema asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushaikaza sasa. Naanza kuhema. Kuanzia leo unaanza kuhema. No. It is the continuation of your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo kuhema hujawahi jiandaa, hata hivyo utoaji ni maisha endelevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hujawahi kaa ukasema hebu nianze sasa hivi leo nianze kuhema. Nitaanza kuhema. Hapana. Yaani unabidi ujue maisha ya utoaji kwenye wokovu ni maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona kuna mambo ya sadaka, kuna mambo ya kadhalika, lakini kitu cha muhimu unabidi kukifahamu, maisha ya utoaji ndani ya wokovu wako ni muhimu sana, kama ambavyo maisha ya kutokuwa mwenye dhambi yalivyo muhimu kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama ambavyo kuacha dhambi kwenye wokovu ni muhimu, ndivyo maisha ya utoaji yalivyo muhimu kwenye wokovu. Nisikilize, unaweza ukaenda mbinguni lakini ukaenda kwa kiwango cha lazima. Umenielewa ninachosema? Mbinguni unaenda sawa sawa. Heri wenye moyo safi watamwona Bwana, watakatifu na nini wote tunaenda sawa sawa. Nasema hao watauona ufalme wa Mungu. Lakini kuna namna unaenda mbinguni ukiwa na hali gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujiulize swali, kwa sababu utakapokuwa unaishi duniani hujaokoka ili ufe. Umeokoka ili umuishi Kristo duniani. Jamani, amen. Unapokwenda mbinguni unaenda mbinguni kwa hali gani? Sasa kuna aina ya maisha ukishakubali kuokoka, lazima ukubali maisha ya utoaji. Moja ya kitu cha muhimu sana naomba nikuandikie leo, Mungu ana kila kitu lakini Mungu anataka vitu kutoka kwako. Kwa nini? I should answer that question today. Mungu ana kila, mimi ni Mungu sasa. Anasema Biblia inasema kwamba fedha angali ngapi ile nisaidia hapo kufua. Fedha na dhahabu na vitu vyote vijazavyo ni nani? Ni mali ya. So hadi wewe na kila unachomiliki ni mali ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe ulivyo na vinavyomilikiwa na wewe vyenye hati miliki na ambavyo havina hati miliki. Yaani ukizungumza kiwanja kina hati miliki ni cha kwako. Hiyo nguo haina hati miliki of course. Nawe ya Bwana. Wote waijazao kasweta, sisi ni mali ya Mungu. Sasa swali ni hili, Mungu ana kila kitu, kwa nini Mungu anataka vitu vya kwetu? Umenielewa ninachosema? Yaani kwa nini Mungu anataka tena vitu kutoka kwetu? Akati yeye ana kila kitu. Sasa hatutoi kama tunamwonea Mungu huruma. Sawa. We are not citing God. Yaani atumpi Mungu msaada. Mungu safi, Mungu hawacho nataka kaishiwa hela. Tumtoe hata ibuku leo. Sawa. Umsaidie Mungu unapotoa sadaka kanisani. Umeelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Unanisikia nachokea? Nimeshajitambulisha maana yake uache kunishangaza. Sawa? Ni sawa kumsikia nani? Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa moja ya kitu unabidi kuelewa, Mungu ana kila kitu, lakini Mungu anataka vitu tena kutoka kwetu tumpe yeye. Yaani kuna saa Mungu ana kila kitu. Sasa ukizungumza swala la pesa, Mungu anazo nyingi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukizungumza kwa habari ya mali, Mungu anaweza kutosha. Lakini why God? Kuna watu unasukuma roho takatifu kutoa. Kwa nini Mungu anataka nitoe tena? Swali ni nini? Ninabidi kukujibu leo hapa. Bwana Yesu asifiwe tena. Tumeelewana vizuri watumishi wa Mungu. Lakini jambo la tatu unabidi kulielewa, maisha ya utoaji sio maisha ya kupoteza, ni maisha ya kuwekeza. Bwana Yesu asifiwe. Nisikie jamaa anayelala saa 5, ni mtu wa ajabu sana. Unalala saa 5, ni saa ya neno la Mungu unalala. Hilo ni pepo kabisa. Kabisa. Hilo ni pepo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya utoaji kwa watu wote waliokoka sio maisha ya kupotea, sio maisha ya kupoteza kama ambavyo umetapeliwa.
Ukishakuja chuoni mwaka wa kwanza usipotapeliwa nadhani hujaingia hilo vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeelewa ninachosema? Weka hapa, baada ya muda fulani itakuwa 10,000 wewe. Ukiweka 2,000 itakuwa milioni 2 kesho asubuhi, ndugu yangu. Hamna hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya utoaji kwa Mkristo sio maisha ya kupoteza, ni maisha ya uwekezaji. Kumbe kila unapotoa unapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila unapotoa unafanyaje? Unapanda. Sasa nitakuonyesha hapa kuna kona mbalimbali za kutoa. Sasa kila mtumishi yoyote ambaye anaitwa ni mlokole Mkristo akiwa hana maisha ya utoaji, maana yake hana uwekezaji. Asiye na utoaji hana uwekezaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana anasema kwamba anasema hivi, mahali ambapo hazina za mtu zilipo, sasa ndipo moyo wake utakapo. Kumbe moja ya kitu nataka nikwambie leo, nasema Mathayo 6 kwanza itasoma. Moja ya kitu naomba nikwambie leo, mtu yoyote anayenisikia hapa muda huu wa asubuhi, ni hivi: kutoa sio kupoteza, kutoa ni kuwekeza. Ukiwa huna maisha ya utoaji na mlokole, huna maisha ya uwekezaji. Let me tell you now, kuwekeza kwa Mungu kwanza ni kupata faida ya kokote utakapowekeza. Kama hutakuwa na uwekezaji wa Mungu, hautapata faida kwingine unakokwenda. Nisikize vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango chako cha kuwekeza kwa Mungu kinaamua faida ya uwekezaji wako kwingine. Amen. Yaani kama hauna uwekezaji wa Mungu, automatically kwenye eneo la uwekezaji wa kilimo chako kuna shida. Yaani utashangaa wewe unapoenda unasema itutia mimi tumewekeza. Umewekeza vizuri sana. Baada ya muda fulani kitaongezeka. Si ndio maana ya uwekezaji, si ndio watumishi wa Mungu? Hayo mambo ya uwekezaji na nini Alhamisi EMC wataelezea vizuri. Mimi naelezea nilichopeleka kusema kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kitu inabidi kuelewa leo, unaweza ukawa Mkristo ambaye hana uwekezaji. Anasema tutoe, hebu soma hiyo kitabu cha Mathayo. Mathayo ngapi? Anasema huko hakuna nondo. Nataka ni proof hii sentence inayosema utoaji kwa mlokole yote ama mtoaji kwa muamini sio kupoteza bali ni kuwekeza. Mstari wa 19, Mathayo sura ya 6 mstari wa 19. Andika hapo. Kutoa sio unawezekana sasa ni mtumishi wa Mungu, nafanya biashara ya fedha. Sasa kabla hujawekeza bomu lako kokote, jitahidi uwekeza kwa Mungu. Kwa sababu kiwango chako cha uwekezaji kwa Mungu kinaamua ukapate faida kiasi gani kwenye uwekezaji mwingine. Sasa watu wote unaoona wana miradi mikubwa, wana mali wanawekeza kwa Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana vizuri. Kwa sababu unapowekeza kwa Mungu haujapoteza bali umepanda, kuna siku utavuna. Biblia inasema hiyo chochote apandacho mtu ndicho. Sasa moja ya kitu tunabidi kuelewa leo, unapotoa kwa Mungu unapanda kwa Mungu. Moja ya kitu unabidi kufahamu pia, kila kupanda kwa Mungu ni kujitayarisha kuvuna. Asiyekuwa amepanda hatakuwa na cha kuvuna. Moja ya kitu naomba niwaambie leo, mimi nimekuwa kiongozi takriban zaidi miaka 8, nadhani tangu 2018. Yaani wenye kitu mpaka sasa hizi ninapokuambia. Moja ya kitu nimekuwa ni experience kokote na kompyuta, yani mpaka advance mpaka wapi. Nimekuja kugundua kuna utofauti wa mlokole mtoaji na mlokole asiye mtoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani nimeshakaa chini, nimeshaikaa wakati nimekaa hapo advance hadi kokote kule. Hadi mwanafunzi anayepokea pocket money, hadi anayepokea pocket money nimekaa nao. Nimeona kuna utofauti mkubwa sana wa mwanafunzi ambaye hata mwanakasfeta, kuna utofauti wa mwanakasfeta mtoaji na mwanakasfeta ambaye si mtoaji. Umeelewa kabisa? 19 inasema hivi, msijiwekee hazina duniani na nondo na kutu viharibupo na uwevu hufuta na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawafunji wala hawaibi, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwako moyo. Bwana kasema, Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo umeelewa chochote, punga mkono, chochote tulichoelewa. You can explain to anyone now. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiki cha mwisho ambacho nimekwambia uwekezaji ni utoaji. Kama utaki kuwa mtoaji, utakuwa na maisha ya wokovu yasiyo na uwekezaji. Maana yake hutakuja kuvuna. Ndio maana unashangaa maisha ya wokovu ni magumu. Moja ya kanuni inaitwa ni maisha ya kutoa.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana vizuri watumishi wa Bwana? Sasa rasi andika utoaji. Utoaji ni kanuni, sio neema. Matokeo ya utoaji ni matokeo ya kufuata kanuni, sio neema. Yaani kuna watu wanaona wanabarikiwa, wanadhani neema, wameishi kanuni ya utoaji, kwa sababu utoaji ni kanuni ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio swala kujisikia, ni kanuni kwenye maisha. So kama utaishi maisha ya kutokutoa, maana yake umekimbia kanuni. Kila aliyekimbia kanuni ataadhibiwa na kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana rahisi Mungu kupokea, naona kitu biguni. Umenaitishi Mungu. Yaani swala wewe kuwa maskini Mungu alimshtuki. Unajua hiyo taarifa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Bwana hashtuki jinsi ambavyo na maisha ya taabu, yasio na baraka, yasio na chochote. Mungu hata hashtuki. Ndio maana aliendelea kutembea na yeye katika utakatifu Lazaro na viungo vyake vyote, hata kula hana Lazaro. Hata kula hana, lakini Mungu bado yuko na yeye. Unajua Mungu kwamba shida ya Lazaro alikuwa haiona. Mungu alibidi ambariki, sio watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye afanyeje? Awe na maisha, maana anamtegemea Mungu. Saa listen to me. Utoaji ni kanuni. Kwa hiyo kama hujafuata kanuni, Mungu hausiki. Saa God never, Mungu hajawahi kimbia kanuni yake. Na naomba niwaambie leo, kuomba Mungu haimaanishi ni kukimbia kanuni ya kupata ulimwenguni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna saa utakuwa unaomba vitu, lakini walisema kwamba Mungu anataka kuingiza kwenye kanuni ya utoaji. Akikuingiza, ndio maana sasa kuna maombi unaomba, Mungu anakuambia hebu toa kitu fulani. Hebu pale kanisani kwako uchangie na wewe mfuko miwili. Yaani umetoka kuomba, unaomba fedha, unaomba breakthrough, unaomba ajira, au unashika Mungu anachokujibu sio kukupa ajira. Anakuambia mwanangu, ulichokuwa nacho hicho laki moja, hebu mtumie mchungaji kule nyumbani. Sasa unajiuliza kwa nini? Sikiliza, maombi hayapo kukufanya ukimbie kanuni. Maombi yapo kukuonyesha kanuni ya kufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana ninachosema? Kwa unaweza ukawa kumuomba Mungu, ulipata mpaka uishi kanuni, kwa sababu Mungu hataikimbia kanuni aliyoweka. Kama alisema kwa kutoa utapata, basi naomba nikwambie kwa kuomba utakuja pata mpaka ufuate kanuni ya Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana ninachosema? Wanakaseta yoyote anayetaka kubadilika maisha yake kiuchumi, kanuni ya kwanza kabisa ni kutoa, kwa sababu kutoa ni uwekezaji. Na wote tunajua hakuna utajiri usio na uwekezaji. Sawa? Ni sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tunahitaji kuwa na financial breakthrough, among the principles we must follow is giving. Umeelewa ninachosema? Hii bila sababu jishindeni sana na choyo, kwa maana katika hivyo hapana uzima. Umesoma hilo leo Luka ngapi zile? Bwana Yesu asifiwe sana. Jilindeni sana na choyo. Sasa unajua niko chuoni mimi, mambo yenyewe ni magumu. Sasa listen, utaendelea kujitetea hivyo hivyo. Yaani mimi unajua ni mwanafunzi. Kila siku mimi ni mwanafunzi, mimi ni mwanafunzi, utachelewa sana. Ndio maana nasema unamaliza chuo sasa naenda kuanza maisha. Kwani hapo ulikuwa na hivi? Hapo tulikuwa tuishi, sio finalist. Sio tu wanaishi, sio wapi? Afu baada tukabaki tuongee nao kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Finalist kwa mkono. Watu ni kwanza maisha tunaendeleza. Si ni sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa moja ya kitu ile asubuhi na bila kuelewa leo, maisha ya utoaji ni kanuni ya maisha. Kuna mahali Mungu hatafanya mpaka kuonyesha kanuni ya kufuata. Yaani Mungu hakutaka namna yoyote ambayo anaweza kubadilisha dunia awe anaiadhibu kwa moto, sio kwa maji tena, mpaka muonyeshe mtu kanuni ya kutoa. Alisema napenda kukubariki Ibrahim, lakini nitolee mtoto kwanza. Hii ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana ninachosema? Yaani hakukuwa na namna nyingine Mungu akumsaidia Ibrahim apate mtoto ama Mungu ambariki. Lazima amlete watumishi wake. Alafu wale watumishi uwafadhili, akapika haraka, akafanya kitu na kile, akachukua ng'ombe, akachinja, akachukua maziwa, akawaosha na miguu, akatoa chakula chake. Hakukuwa na njia nyingine zaidi ya Mungu kumfundisha kanuni ya utoaji ili apate mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakukuwa na namna hiyo, kwa sababu Mungu alitaka kukuonyesha kanuni. Ndio maana ni hatari kuwa muombaji asiyekuwa msikivu. Kwa sababu sio kila kuomba ni kupata, kuna kuomba kuonyeshwa kanuni. Umeelewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza ukasema Bwana Mungu hivi, msikiliza Mungu anachosema, muombaji asiye msikivu huyu atakuja kuona matokeo. Kwa sababu Mungu unayemuomba sio Mungu, huwa anaonyesha cha kufanya. Sasa utatoka kwenye goli unasikia Mungu anakupa msukumo wa utoaji. Unaposikia msukumo wa utoaji anakupa kanuni ya kile ulichoomba huyu ukipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa ninachosema? Sasa andika, kwa nini niishi maisha ya utoaji nimeokoka?
That unatakiwa kujibiwa. Point 3 the siku yenu. Kwa nini natakiwa kutoa? Kwa nini niishi maisha ya kutoa? Kwa nini? Kwa nini? Swali langu naomba mwenyekiti nijibu. Kwa nini? Lakini namshukuru Mungu kwa sababu neema ya neno la Mungu ni neema ya Mungu. Moja ya kitu unabidi kuelewa, leo unaponisikiliza unabidi uamini ili roho ya utoa. Yaani wakati unaponisikiliza, neema ya utoaji inakufaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama kuna vitu, yani kuna vitu, moja ya kitu unabidi kuelewa, kusikia neno la Mungu ni kupokea neema ya Mungu. Amen. Mtu akija akafundisha somo la labda la Roho Mtakatifu, it is instant. When you believe, you get that Holy Spirit. Umeelewa na Joseph? Na ndio maana nilitaka wewe kukaa hapa kama Mfarisayo. Sasa, kile anafanya kama moto bado. Hebu tumsikilize. You become a spiritual meter. Niwaambia watu wa koje? Spiritual meter ya. Naona dogo bado. Tuone anatuelekea. Sijajua utambulizi wake. Sasa, you never change. Sasa wewe nafikiri ndio kwa kitu wako nimetokea polini, sio? Nija kudanganya, ndio kwa najua uongo. Hizi roho tuzipime. Huyo Mungu ambaye unataka apime roho kwa ibadani ni muongo. Ilibidi upime ukiwa huko, uonyeshe maono kwamba leo kuna mwenye anasimama ni muongo. Tusiende, usije kuja. Mpaka umeletwa hapa saa, I'm not a liar man. It is a principle to give. Sasa unaona bado anakuja kuja of course. Wewe yaani nikisimamia watu zaidi ya maelfu na maelfu zaidi ya miaka 8, nikisimamia wewe uniambie leo ni muongo. Huyu Mungu angenipiga zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeelewa ninachosema? So wala usilitese kidogo kama haji, yaani simpati kidogo. Sasa you are very far. Just hear the word of God sir. Mkitamani haja mwingine huyu picho wewe. Hear God when you believe the word of God, instantly change. Wewe hii is not a presentation. Different between presentation and preaching is this. Unapohubiriwa unahudumiwa, unapopresentiwa unafundishwa. Maana yake ukishapresentiwa na MC hauhitaji kubadilikia hapo, nenda kakae room tafakari tena. So when I preach there is the power is coming to you. Umeelewa tuseme? Preaching is just for changing your life. Ndio maana kuna watu unapokea muujiza hapo hapa na unashangaa roho ya uchoyo imeisha. Why imetokea wapi? Una habari nayo? Na sikukuombea why? When you hear the word of God, believe the word of God, instantly you get to heal. Sasa unaona kama kapimaji fulani, wewe spiritual meter sawa, you never change. Bwana Yesu asifiwe sana. That's right. Why should I give? Why should I give? Why should I live giving? Wana maombi. Watu wengi tunaomba, lakini watu wengi hawatoi. Hapo ndio mnapotofautianaga mambo. Na hapa nataka nikuseme kidogo. Eba, shakakakula, parako, ikabasa. Atasaisha kakakula bakatayo. God will give. God will give. You will never change your life, sir. Wewe, watu wanataka kuangalia kuomba peke yake. They are going with the offering. Wanaenda na sadaka zao. I need success. They give. They give their mothers. Why? They know the principle of giving. Wanakasema huo ubai wako unaleta Mungu uchanga. Au you know mimi ni mchanga miebedo mwanangu. Sawa. Okay. Sawa, wewe leta hiyo bagi. Listen to me, you will never change. Utaacha dhambi na utakuwa na sala unaenda kupokea kwa kifuata mwanadamu mwenzio sawa pole. Sawa, you must go to God while you are spiritual man. Umekuja spiritual man, supernatural woman. Umeona Joseph? Unaenda tu imara kwa Bwana. Unaenda kwa wakati mwenzio. Unaenda mbinguni kwa na hali gani? Why should I give some? Utoaji ni kanuni ya upendo duniani. You will never live while you are not giving. Loving is giving. If you are not giving, sir, you are not yet love God. Umeelewa nachosema? Kwa sababu love is covenantal issue. Sio jambo la maneno, it is a covenantal issue. Sasa namna pekee kuimarisha agano ni kutoa. Ndio maana wenzako wakishaomba utajiri, wakishatoa mama yao sio mwisho. Kila mwezi tunahitaji damu itakuni. So continuation of offering just strengthen the covenant, inaimarisha uhusiano, inaimarisha agano. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unasali utajiri ni kutafuta tu. Wewe wenzako wanaelewa utajiri ni agano. Wenye agano wana insurance ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauna agano, hauna uhakika wa maisha. Sikiliza nachosema. Sasa hapa inapoandikwa upendo ni kutoa. Kanuni ya kupenda hauwezi kuiseparate na kanuni ya utoaji. Tunakubaliana? Ni sawa? Huyu Mfarisayo achana naye, kama asemi ya mbele achana naye.
Wala sasa kama nataka kupima aje sio nani. Leta mtoto la mwisho. Penda tu leo. Wewe saa mwana wa pekee. Mtoto anabasana huyo sehemu ya umiliki. Loving God, you must give to God. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo Yohana ngapi unaifahamu? 3:16 si ndio? Kanuni ya pili, bado moja tu tunafunga. Kanuni ya pili. Wakati watu unajiandaa kwa katibu kwa ajili ya ripoti, mtawakimbiza kidogo, of course time's out. Sababu ya pili. Sababu ya kwanza tumesema lazima uishi kanuni ya upendo kwa kanuni ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana vizuri wapendwa? Sawa sawa hiyo? Sasa naomba nikwambie, Mungu akikupenda anakupa vya kwako. Mungu hajai wapa watu. Ndio maana anasema kwamba anafanya kazi pamoja na wale hii ndio kitu unabidi kuelewa hii. Kitabu cha Matendo pale sio sura ya 8. Amefikia sana hata mkurugenzi sio? Nasema Bwana ufanye kazi pamoja na sisi, ufanye kazi pamoja na Bwana sisi sasa nini vitu kama hivyo. Moja ya kitu unabidi kuelewa hapa ni kwamba kumpenda Mungu ni kutolea. Huwezi kukwepa. Rastri. Kwa nini nahitaji kutoa kwenye kiti? Kwa sababu kutoa ni kanuni ya maisha ya baraka. Right, that one. Kutoa ni kanuni ya maisha ya baraka. Sasa kuna mtu alikuwa ananiambia juzi akisema kama kwenye maisha yako kuna vitu mpaka leo unahitaji kununua ili upate, tafuta Mungu. Baraka hamna hapo. Yaani chochote ulichonacho wewe unabidi kugharamia ili upate. Sawa, tafute Mungu. Kuna kitu hakipo sawa. Unajua baraka ni nini? Ni package ya vyote vinavyohitajika for completion of your purpose. Sawa sawa? Package. Yaani chochote kinachohitajika ili wewe ufike unakotakiwa kufika. Hiyo ni baraka ya Mungu. Unahitaji watu, unahitaji money is within the blessing. Jamani, Bwana Yesu sasa tumeelewana vizuri na ninachosema. So, moja ya kitu unabidi kuelewa, watu wote wanaoishi maisha ya baraka ni watu wanaoishi maisha ya utoaji. Umenielewa ninachosema? Niwahi niuliza Mungu siku moja, mimi ni moja mtu ambaye niwahi ishi hela ya kula chuoni. Situpo lakini sijaibishi kweli. Unajua kuna saa unijue na mwenzio ambaye anajua ni changamoto zako, sawa? I know kuna sometimes chakula hamna na kadhalika. You know niliwahi ingia kwenye maombi mlimani kaambia Mungu, why siwezi kula? Yaani kwa nini naishi hela ya kula? Kwa nini? Unajua Mungu alinipa kanuni moja ya ajabu sana. Hapa leo nitakuonyesha. Akaniambia kwenye safari ya maisha yako unahitaji kula. Kula kuko ndani ya baraka. Umeelewa tuseme? So sir, don't find food, find blessing. Umeelewa tuseme? Within all of things you need are within the blessings. So namna pekee ya kuwa na baraka ni kuwa mtoaji. Kama hutaki kutoa, hautaki baraka. Utakuwa na maisha ya kukataza. Ila sawa, you are scattered. Yaani wewe una lack of blessings. Mimi unajua anakasimeta bwana. Wewe wa kuchaji. Unajua tena. Unajua kama wao makamu wa Mungu na nini? Unajua dada bado uwepo wa Mungu naona bado umeshuka. Kuna namna kiwango chake tu. Sawa. Tunaona katakataji ka ITV. Sawa. Listen to me. You need blessings? Mbona unapenda baraka za Mungu? If you need blessings, you need to give. No giving, no bless. Hii kanuni yenye matokeo. Sasa hii inaitwa cause and what? Sasa hawa ni presentation za MC wanasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. It we anaondoka sana. Kama mchungaji ambaye kitu kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kusoma zaidi haimaanishi ndio revelation ya kila siku. Imeingia nao. Nani anasemaje kwenye kitabu cha Malaki 3 ngapi? Twende 10 bwana. Moja, leteni sana kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkinijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia maisha magumu sana. Sir, you need baraka. You need grace. Unahitaji baraka za Mungu. Tumeelewana vizuri? Unahitaji baraka za Mungu. Kuwa muombaji mwenye matokeo. Moja ya kanuni unabidi kuijua. Maisha yangu kwa nini hayana matokeo? Kuna kanuni umeiacha ya utoaji. Lazima uwe mtoaji ili uwe na baraka. Tumeelewana anachosema wapendwa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwahi andika nikamwambia tu siku moja niwahi wafundisha kitu. God's corners for blessings. Vituo vya baraka duniani. Mungu Bwana huwa ashushi baraka kama mvua. Kuna vituo kaviachia baraka Yesu. Number 1 ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana anachosema. Madhabahu yoyote, kanuni ya madhabahu hiyo unasema mbarikiwe. Ndio maana mimi wanakaa nasema kama unaenda kwenye madhabahu
na haoni badiliko la kiroho na la kimwili, kuna shida hapo. Kwa sababu moja ya kanuni ya madhabahu ni kubariki watu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi niliwahi fanya practical mwenyewe kwenye neema hizi za uongozi. Nishawahi fanya practical mwenyewe, ilichukua zaidi ya siku 21 kuomba kwa ajili ya baraka ya madhabahu. Na nione matokeo. Sasa nilianza kushangaa Mungu anapofungua maisha ya watu. Yaani wewe unazali kusoma hapa chuoni kwa bila Mungu haiwezekani. Kuna watu zaidi ya 10 na nimeona mwenyewe kwa macho yangu hivi. Kabisa. Wanapata watu wanawalipia hapo. Kabisa. Unaweza kila mwezi kuna mtu aliniambia juzi akaniambia yaani Mungu hamna na mchango hauti upo. Lakini moja ya kitu nilitaka nimfundishe, nikamwambia jitahidi kutoa. Kwa sababu ukitoa unavuta baraka. Mtoaji is attraction of blessing. Sasa kuna vitu unajipata kwenye maisha yako. Wewe unazali kupata gari la pastor wangu moja alikuwa anazindua gari lake juzi hapo la 1,450 V8. Niko naongea na jamaa wangu pale Mungu. Sasa hivi kwa nini kwenda kwenye kibubu? Weka kwenye kibubu kidogo kidogo. Weka kwenye kibubu. Kama unapata milioni 450, sasa things you never own until you have place. Kuna vitu unajipata. Yaani hiyo nyumba usaizi unayoyumba. Unayo? Una, si ndio? Mke unayo? Hauna mume? Una maisha gani? Una kazi? Hata na house service. Unayo? Una biashara? Wewe upo ulivyo. Ukifa ni yeye na nguo zake tunacholisi ni mawigi. Sasa, you need bless. You never possess if you don't have blessing to possess. Umesikia ninachosema? Chochote unachokitaka kitafute baraka yake kabla ya kupata chenyewe. Unanisikia ninachosema? That's how people walipotamkiwa gari likaje. Walipotamkiwa nyumba ikaje. Walipotamkiwa ukuu ukaja. You need first bless that you want to find out. Because within bless what you need is there already. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kutafuta baraka wewe na kaseta hata usistadi wako. Find out within the heart of God there are blessings for you. Sasa wewe unapokujaga hapa sasa hii stage ya presentation unaona na watumishi wote wachungaji. Wakina ndio wenyekiti wangu, kina Beto anakuja hapa na mzee wake na nini? Sasa hii ni kitu cha kawaida. Wewe niliwahi kuambia siku moja pale tuone nikamwambia hivi watumishi, kanisa liko tumbali. Kwa nauli ni kubwa. Hii sadaka yangu nitatoa kwenye bajaji ile nauli tu sadaka. Sasa kuna baraka hujipata mpaka ifike madhabahu. Yaani Mungu yako ije hapa ndio unabarikiwa. Hapa unanisikia? Na mtatolea kule gani? You must come in the out of God. Unajua why? Kwa maana kuna vitu unahitaji ukachinjia kwenye bahari, kuna vitu unahitaji ukachinjia kwenye nje ya panda, kuna vitu unahitaji ukachinjia kwenye mibui. Why? We are finding altar because altar has the blessings for you. Unakumbuka Gideon unamkumbuka? Fungua kitabu cha Waamuzi chapter. Gideon alitoa sadaka yake. Malaika akachukua ile sadaka akaweka juu ya jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bible says akachukua fimbo yake akapitisha pale. Moto ukawaka ghafla. Kitabu cha ngapi? Kinaitwa Waamuzi sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 21. Siwezi kusoma because of time. Wanakasema unachokitafuta kipo kwenye baraka yako. Utafute baraka ndio maana unahangaika. Makita au unataka nimetoka mpaka Kilindini sijui usiku kucha. Sawa, you need bless. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia ninachosema? Kuna watu hawatakuja pata mke na wanamtafuta mke. Unahitaji baraka ya mke. Umenielewa nilichosema? Ninataka kazi na CV nzuri na GPA is high. If you don't have blessings for employment, you never get. You need bless first. Then what in that bless there is employment. Chochote unachokitaka kwenye maisha yako kwenye baraka yako. Tatizo unatafuta vitu bila kutafuta baraka yenye vitu vya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utoaji. Yaani utoaji unatafuta unachotaka. Unaelewa? Utoaji. Unakumbuka mwanamke mwenye shamba? Alikuwa anampokea Elisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema anaenda bali anampokea yule mwanamke mwenye akili sana na bidii wewe hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema bwana, tujienge kibanda pembeni ili anapotoka awe anakuja hapa. Listen to me. Blessings find out what you need. Umenisikia? Baraka inatafuta nini unataka. Kuna vitu huwezi hata ukipewa siku nzima kuomba kwa Mungu utamaliza unachotaka. Baraka wewe inatafuta unataka nini? Akamuita Gehazi. Hapa nyumbani hawana nini? Baraka is finding. Bwana Yesu asifiwe sana. Baraka inatafuta. Akasema na hawana mtoto kwa sababu mwakani muda kama huu. Kwa namna alivyonipokea, alivyojitoa kwa ajili yangu mwakani muda kama huu. So namba 1, kituo cha baraka za Mungu duniani, madhabahu ya Mungu duniani. Kama utoi sadaka kanisani, utaishi maisha magumu wewe. Na mbinguni utaenda. Unaenda kupakata uzio. Sasa siku mwanamke anakuwa anawapakata nani? Nani anakuwa?
Maria mama wa Yesu. Bwana Yesu sasa, tunakuwa kwenye kifua cha uzio pale. Wanawake zako wamesimama pale sasa. Huyu hapa kati amekuja kwa shida, ametoka kweli. Ametoka sasa hivi huyu. Asaidie haraka. Naomba hapa kati. Amesomea injinia fulani siku ya petroleum. Shida nini sasa? Mbona alikuwa ni mtu mzuri na ama PhD anaanza. Hana baraka. Alikuwa kachoro. Una mahali pa kukaa ukiwa ugoi. Utaenda kukaa utapa, yaani umepanga kujasi unapanga na viburi. Yule atasema. You need bless. Kama unatafuta kazi, tafuta baraka ya kazi. Ndio watu. Hivi unajua kuna watu ambao wanasema ni mkono wa Mungu umenibeba na mambo yalikuwa mepesi. Na waambia jisaidi kwenye maombi fulani. Ni mkono wa na social, si ndio? Social bwana sasa. Ni hatari kusahau mafundisho ya mwenyekiti wako. Kwa hiyo usahau yoyote. Unasahau kwani wa Bwana anakufundisha kasahau. Wewe ni mtu ajabu kweli. Nikamwambia ni mkono wa Mungu umetubeba na mambo yalikuwa mepesi. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Haikuwa rahisi. Kuna watu wanasema hivi nimeingia Ikulu, ilikuwa rahisi. Ni mkono wa Mungu umenibeba. You know why? Kabla uingie Ikulu utafute baraka ya Ikulu. Wewe ukienda kupambana bila baraka ndio maana upati. You know why? Baraka ina neema ya uwezesho. Ndio anasema bila kama amewezaje huyu. Unajua kuna watu hapa wanafaulu kwa sababu mama yao aliyobandikia mkono wamemtia mama yao. Wakatoa sadaka zao. Mama akasema utakapokwenda semester hii utafaulu kuliko yote. Sasa hivi anajishangaa yeye anafaulu. You know why? Baraka inakupa uwezesho zaidi ya nguvu zako. Umesikia anachosema? Sasa wewe unadhani tunajenga kwa sababu tuna hela? Tunajenga kwa sababu tuna baraka ya kujenga. Sasa wameoa, naona umri umepanda. Sasa utafika na 40 hujaoa. You don't have place for marriage. Sasa kijana mbona kama simuelewele. Ndio hivi. Jamani, namba moja madhabahu. Namba mbili, watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu duniani ni kituo cha Mungu cha baraka duniani. Kama hao watu utatoa, utatafuta sana baraka kwingine kokote unakojua, lakini kwa watumishi wa Mungu kuna baraka zako. Mathayo 10:41 inasemaje? Ampokeaye nabii kwa kuwa sio kwa sababu anaitwa mama fulani, sio kwa sababu baba Yusufu, kwa kuwa ni kuhani, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, atapata thawabu ya nabii. Akipa hata ngaa ya maji, mwanamke Mserepta mnamjua? Punga mkono kama unamkumbuka huyu mama. Kamanda na makamanda, ukianza kuona sana kupakata. Kama vizuri mwanamke. Wewe sasa moja ya kitu mama ukijua leo kwenye hiyo Christmas ni kwamba moja ya kituo duniani hapa Mungu amekiweka kuwa ni kituo cha baraka zake. Asinyeshe kokote. Sinainyesha kwenye vituo. Kituo namba 2 ni watumishi wa Mungu duniani. Mungu duniani hajaondoka, amewaacha wawakilishi. Kwa sababu mtumishi wa Mungu ni instead of God in the earth. Mungu huyo unayemuita Mungu muone. Ukimwona mtumishi wa Mungu akisema hivi, kama hawatawasikia hao watu manabii na Musa hawatakuja huko. Kwa sababu wanajua manabii ni wawakilishi wa Mungu duniani. Watumishi wa Mungu ni wawakilishi wa Mungu wapi? Those people ni station za baraka. Unasikia unaenda kwa mchungaji mikono mitupu. Soma kwa Sulemani. Asa twende kwa Samuel tuna nini cha kumpa? Akasema tuna shekeli 2 sasa tuende nazo. Sasa nimekuja kukusaidia. Wewe unapeleka matatizo tu kwa mwenyekiti. Unapeleka sadaka. Sasa ni mwenyekiti itifaki. Endelea kukaa hivyo. Ni wao ndio hivi kasa nyinyi sio tu wenye vitu kwa viongozi. Na wengine hata makatibu. Sasa wewe nyinyi ni makuhani wa madhabahu ya social. Ni makuhani wa madhabahu ya kweli. Ni makuhani pale Tiba. Umeona Joseph? Kwa those people are presenting God. Once you chukua kawaida sasa anasabu hata uwezo wa 9 tunakuanga naye. Sasa hakuna uhusiano wa mafuta ya ukuhani na sabu. Nataka nimtengeneze mwenye kitabu kwa emoji. Utakuwa natuma. Unatengeneza mwenye kitabu kwa emoji. Kituo cha 3 duniani cha baraka wazazi au walezi. Nafasi ya uzazi. Sasa tunasema mlezi kwa sababu mlezi wako anachukua nafasi ya uzazi. Anachukua nafasi ya uzazi ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God, let me finish. So namba 3. Lakini kituo hicho naomba nikwambie leo. Kuna watu hawatakuja fanikiwa mpaka wabarikiwe na wazazi wao. Wakati tunakubaliana na mimi. Yaani hii chia ni kweli kabisa. Tafuta baraka kwa wazazi. Kachoe kwa wazazi wako ndio bwana ubarikiwe. Maisha magumu. Kuna watu wanasubiriwa sasa ziende kazini. You know why? Mama wao aliwahi watamkia, hutasumbuka mwanangu duniani hapa. Hata kama naondoka, utaishi kwa amani. Kama waliwatamkiwa hivyo, akiingia ofisi yoyote ni mistress. Akiingia ofisi yoyote ni boss. Akiingia ofisi yoyote ni boss. Mtake. You know what? I am a blessed for being leader. Anywhere I go, you know what? Mama yangu siku moja wewe alilia sana. Alikuwa analia, I don't know alikuwa analia nini. Asa Mungu ameniambia nikubariki uongozi.
Hakuna mali nimeenda mimi vitu havijabadilika. Niwahakikishie. Sijinadi. I am blessed. Yaani hakuna mali nitakuongoza ukanichukia. Ni ngumu sana. Very difficult. You know why? I am blessed. Blessed to live. You need blessed to live before you give people. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wanasema baba anasudia kwa Mungu. Katengeneza na mzazi wako. Kuna vitu haviko sawa. Amen. Nenda kwa baba vizuri. Baba, Bwana asifiwe. Nakusalimia baba, najua umeshalewa hapo. Lakini naingiza hapo 1000 baba. Bwana asifiwe sana. Baba sema tu neno naingia pepa. Baba anasema mwanangu utabarikiwa sana, unajua wewe ndio mwanangu peke yako. Sema baba hapo unyama sana. Unaingia sana kwenye pepa mzee. Au utakuwa mtu wa kawaida. Sawa, unadharau wazazi, unadharau baraka. Baba yako ananisikia na tuongea Sasa yule ni shangazi yangu tu. Mama yangu alishaondoka zamani. Sasa shangazi alichukua nafasi ya uzazi. Huyu mzazi. Take a bless. Jamani, unakumbuka kina Isaka? Kajamaa fulani akaoni hivi. Kana karibia kufa jioni. Ilikuwa jioni wanakufa. Mwanangu, nichukulie chakula kitamu unachokipenda. Ili nikubariki. Sasa kuna maisha utakuja fanikiwa mpaka mzazi aseme neno. Ndio kusema wazazi wapo. Tunajua mimi ni wapombe. Hata kama mlevi kama Nuhu. Sasa akisema utakuwa mtumwa maisha yako yote utakuwa mtumwa. Ila ametoka kulewa ndio akili zinarudi mnyego ndio mlewa. Wewe ndio alinichukulia sasa wewe bwana utakuwa mtumwa kwa wote. Jamani imekuwa hii hawa. Mlevi amemlaani mtoto mlevi. Unajua babangu mimi ni mlevi, si mama mwenyewe ni chepuko mingi sana. Umetokea kwa jino tumbo. Huyo ana baraka huyo. Kuna vitu asivyosema havijitokea. Number 3, number 4 inaitwa uhitaji. Uhitaji duniani ni baraka za Mungu duniani. Unajua kuna zile nasikia pale charity tsunami smile people so joy sweet. Naona posta ni mwanakashika yuko tu. Haelewi hata anatafuta hela sana. Unajua kuna wakati wanatuma hata story taarifa. Zile posta zile wanazo kwenye simu yako nazo kwa sababu kwenye bajeti yako ya Mungu hiyo ipo. Yaani mahitaji ya mwezi mnayo kabisa kusaidia wahitaji mnayo. So nitaangalia na sisi na identity na nani hope of what smile nini. Mimi sihitaji kutoa taarifa nikitoa. Sipeleka namba jamani pale chini. Nilipa namba sui fulani. I tested. I give us. I know kwa sababu amsaidiaye maskini anamkompesa Mungu. Kama utoi kwa wahitaji, sawa. Mimi huna ukopo kwa Mungu. Mungu ulipa na riba nyingi. Sasa kijana bado. Ndio nipime. Andika sababu ya mwisho for today. Wakati kuchomboa hizo taarifa kabisa. Hii tumalizane. Ukiona tu nimaliza hapo na kwamba hii tunamaliza nao. Andika kwa nini tunatoa? Kwa sababu utoaji ni kanuni ya kuinuliwa na Mungu. Utoaji ni kanuni ya kuinuliwa na Mungu. Sasa hivi hakuna mtu anakujua wewe. Naitwa Samson sijui nani. Sijui shide. Iko tunafahamika na nickname yangu. Wengine wana nickname zao pale wapi? Sasa ufahamiki bado. Listen, utoaji ni kanuni ya kuinuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walikuwa wanaitwa matasa, walipokuwa watoaji wakaanza kuwa na watoto. Utoaji unainuliwa, utoaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unashangaa tu mchungaji wako, kuna watu wachungaji wao ni maaskofu si wachimbo wote. Mmoja akanuna inabidi kuelewa baba yako anakuwa kiwango cha kushangaza. Ni kwa sababu angalia, tafuta kama sasa kanisa leo linaongoza utoaji wa fungu la 10 KOPT taifa. Umenisikia ninachosema? Utoaji ni kanuni ya kuinuliwa na Mungu. Amen. Kitabu cha Zaburi 113:7 binasema kwamba huwatoa watu katika mavumbi na kuwaketisha mahali pa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kuongezeka, unataka kutoa. Yoyote anayetaka kuongezeka kiwango, anataka kutoa. Hapa ndio niliwapatia principle moja nikasema, kataa kuwa na maisha dumbavu ya utoaji. Yaani sasa tunazungumza ni mwaka wa 3, kiwango chako cha utoaji ni kile. Mwenzako nilishakataa. Sio nilikuwa kwenye ibada fulani, alafu nilikuwa ibada ya familia. Ndio sasa, wewe samani, una 10,000. Sasa 10,000 nini? Sasa unajua sadaka sasa. Sasa hizo unatoa sadaka. Na Mungu tu hapo. Haina shida kuanza na Mungu, lakini mwenyekiti, kuna siku tutatoka kwenye Mungu. Usikubaliane na maisha ya utoaji ya endelevu. Mwaka wa 3 kiwango ni kile. Kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kiwango cha kutoa. Angalia, mimi nimekuwa nikitoa 3,000. Nimekuwa nikitoa 1,000. Sasa hivi naamini Mungu atakaponibariki sitakuwa na hii.
Yaani kuna level inabidi kutoka nyumbani kwako unatayari na bahasha, kwa sababu hela unaotoa kanisani haiwezi kabebeka kwa kufini. Inahitaji imewekwa kwenye kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikae kwenye udumavu wa kutoa. Wanakasema wewe. Usikae kwenye udumavu huo. Huyu mwenyekiti aliye mbele yako amekataa kudumaa kimaisha. Kama umekataa kudumaa kimaisha, usikubali kudumaa kutoa. Yoyote anayetaka kuinuka kimaisha anatakiwa kuinuka kutoa. Kama umekataa kuinuka kutoa, umekataa kuinuka kimaisha. Yoyote anayekubali kutoa amekubali kuinuliwa. Unaona kuna watu wanamwabudu shetani huyo lakini wana utofautiano. Umeelewa nachosema? Atakuwa mwimbaji lakini wana rank. Hiyo rank kwa nini? Ni kiwango cha kutoa. Kiwango cha kutoa ni kiwango cha maisha. Just stand up. We glorify your name. Mwambie Baba asante. Mshukuru tu Mungu. Wala usihangaike na mambo mengine katika Baba asante.